Kuna habari za kutia matumaini kuhusiana na kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye leo Julai mosi 2025 alifika tena katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kwa ajili ya kusikiliza kesi hiyo. Sasa kabla ya kuelezea kuhusu hizi habari njema, ni muhimu kueleza kwamba katika leo hapo mahakamani, jambo moja lililoonekana bayana ni kwamba hakimu anayesimamia kesi hiyo ameonyesha bayana kwamba ameelemea upande wa serikali na haki ya Mheshimiwa Lissu kwa kiasi kikubwa imekandamizwa kwa sababu hoja zote za Mheshimiwa Lissu zimepuuzwa na hakimu huyo na ameendelea kusikiliza hoja za serikali. Sasa wakati haya yakijiri, kuna hizi habari njema ambazo zinatokana na jitihada za kimataifa kwenye kuweka shinikizo kuhusiana na mwenendo wa kesi. Na kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu miongoni mwa mambo yanaweza kusaidia kufikia muafaka au kupatikana haki kwa Mheshimiwa Lissu katika kesi hii ni pamoja na mashinikizo ya kimataifa. Tanzania ni nchi maskini ambayo inategemea misaada ya kimataifa, na pindi nchi wahisani zikiweza kuliangalia swala hili kwa uzito na kuweka shinikizo, tunaweza kushuhudia mabadiliko ya namna moja au nyingine. Sasa tarehe 27 ya mwezi Juni, majuzi hapa, mbunge mmoja wa bunge la Ulaya, bwana Michael Gahler alitoa tamko kali katika bunge hilo kuhusiana na hali ya kisiasa nchini Tanzania, na alitoa kauli hiyo akiwa mwakilishi wa kundi linalofahamika kama EPP ndani ya bunge hilo, na alieleza wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu, ukandamizwaji wa upinzani na kuporomoka kwa demokrasia nchini Tanzania, na akagusia zaidi kesi inayomkabili Mheshimiwa Lissu, akieleza kama ni mfano wa wazi wa matumizi mabaya ya sheria kuwakandamiza wapinzani nchini Tanzania. Sasa katika barua hiyo bwana Gahler alieleza mlolongo wa matukio kuhusiana na kesi ya Mheshimiwa Lissu, akieleza kwamba tarehe aliyokamatwa, ambapo alikuwa akifanya mkutano wa hadhara ambao ulikuwa ni wa amani na hakukuwa na kosa lolote ambalo lilikuwa limefanywa na Mheshimiwa Lissu au chama chake, lakini akaishia kukamatwa na licha kukamatwa akafunguliwa kesi ya uhaini. Na mbunge huyu ameeleza kwamba kesi ya uhaini kwa mujibu wa sheria za Tanzania inabeba adhabu ya kifo. Kwa hiyo akahitaji hatua za haraka zichukuliwe katika kulishughulikia swala hili, kwa sababu kuna hatari ya Mheshimiwa Lissu kukabiliwa na hukumu ya kifo. Pia alieleza kwamba Mheshimiwa Lissu ana kesi nyingine ambayo imetengenezwa na serikali kuhusiana na kwa madai kwamba Mheshimiwa Lissu amevunja sheria ya makosa ya mtandao, kuwa alisambaza taarifa za uongo. Lakini pia mbunge huyu bwana Gahler ameeleza kwamba tangu akiwa gerezani Mheshimiwa Lissu alinyimwa haki ya kuabudu, alinyimwa haki ya faragha akiwa anakutana na mawakili wake, lakini pia amewekwa katika sehemu ambayo ni maalum kwa ajili ya wafungwa waliohukumiwa kunyongwa. Sasa Mheshimiwa Lissu bado ni mtuhumiwa, hajahukumiwa kifo. Kwa hiyo haikustahili yeye kumweka katika sehemu ya wafungwa ambao wamehukumiwa kunyongwa. Kwa hiyo kwa kifupi, katika barua hii bwana Gahler amesema kwamba serikali licha ya kuchukua hatua hizo dhidi ya Mheshimiwa Lissu pia imechukua hatua mbalimbali za kukikwamisha Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikiwa ni pamoja na kukizuia kushiriki kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025, kimezuia ruzuku ya chama hicho, lakini pia kwa sasa chama hiki kimezuiwa kufanya shughuli za kisiasa kutokana na amri ya kimahakama katika kitu kinachoonekana kwamba kesi hiyo sio ya kisheria bali ni ya kisiasa. Lakini pia licha ya jitihada katika hilo bunge la Ulaya, pia Umoja wa Demokrasia Afrika DUA umetoa taarifa rasmi kupinga mateso ya kisheria dhidi ya Mheshimiwa Lissu. DUA imeeleza kwamba kesi hiyo ina nia ya kisiasa na ina lengo la kuwatisha wapinzani hususan Chadema kabla ya uchaguzi mkuu wa hiyo mwezi Oktoba. Pia katika taarifa hiyo, taasisi hiyo ya DUA wamesema kwamba kesi ya Mheshimiwa Lissu ikiwa itaendelea
inaweza kuchochea mgogoro wa kisiasa nchini Tanzania na kurejea kurejea kwa Mheshimiwa Lissu kutoka uhamishoni kulileta matumaini makubwa kuhusiana na mwenendo wa demokrasia nchini Tanzania. Kama unavyofahamu, baada ya shambulio kubwa lililofanyiwa Mheshimiwa Lissu Septemba 2017, aliondoka na kwenda Ubelgiji kwa matibabu, lakini kwa kiu ya kutaka kuwatumikia Watanzania huku akiwa anaendelea na matibabu hayo, Mheshimiwa Lissu alirudi nchini Tanzania na kuendelea na shughuli za kisiasa. Na bahati nzuri kwake, lakini pia kwa wanachadema, Januari mwaka huu Mheshimiwa Lissu alifanikiwa kushinda katika uchaguzi mkuu wa chama hicho na kuwa mwenyekiti mpya wa chama hicho katika ngazi ya taifa. Kwa hiyo taasisi hii ya DUA imetaka serikali ya Tanzania kumwachia Mheshimiwa Lissu mara moja na bila masharti. Pia taasisi imesisitiza kwamba Tanzania inapaswa kusitisha aina zote za unyanyasaji dhidi ya viongozi wa upinzani, na pia imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na taasisi mbalimbali za haki za binadamu kufuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi ambao, na taasisi hii imeeleza kuwa leo Julai 1, 2025 kesi hii inatajwa tena. Kwa hiyo ikatoa wito kwa taasisi mbalimbali za kimataifa pamoja na jumuiya ya kimataifa kufuatilia mwenendo wa kesi hii ambayo kwa kiasi kikubwa inaonyesha kuwa ni ya kisiasa zaidi kuliko ya kisheria. Sasa wakati yote haya yakitokea, kupitia kwenye mtandao wa kijamii wa X, zamani ukifahamika kama Twitter, uwakilishi wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania, kuna post walikuwa wameweka pale katika mtandao wa kijamii wakieleza kwamba amefanya kikao na waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo. Sasa japo hawakueleza kiundani nini ambacho kimeongelewa katika mkutano huo, mazingira ya sasa yanaweza kuashiria kuwa huenda hata swala la Mheshimiwa Lissu likawa ni miongoni mwa mambo yaliyojadiliwa, kwa sababu kwa mujibu wa taarifa hapo imeonyesha kwamba mazungumzo yao yalihusu maendeleo ya kisiasa, uchaguzi mkuu ujao na utulivu nchini Tanzania pamoja na katika eneo la Afrika Mashariki kwa ujumla. Na ingawa taarifa hiyo haikutaja moja kwa moja kuhusu Mheshimiwa Lissu, wakati wa kikao hicho inaonyesha kuwa jumuiya ya Ulaya imekuwa ikifuatilia kwa karibu yanayoendelea nchini Tanzania. Wawakilishi wa balozi mbalimbali wamekuwa wakifika mahakamani. Kwa hiyo yayumkinika kuamini kwamba hata katika kikao hiki huenda swala la Mheshimiwa Lissu limeibuliwa, lakini inapendeza pia kuona kwamba jumuiya hii ya Ulaya ambayo ni wafadhili wakubwa wa Tanzania wamekuwa wakifuatilia kwa karibu mwenendo wa kesi Mheshimiwa Lissu. Kama walivyosema, wawakilishi wao wamekuwa wakifika katika mahakama ya Tanzania, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, kila inapotajwa kesi ya Mheshimiwa Lissu. Sasa kwa nini hizi jitihada za kimataifa ni muhimu? Kwa sababu kama nilivyosema awali, mwenendo wa kesi unaonyesha bayana kwamba kwanza kesi yenyewe kimsingi ni ya mchongo. Kesi imetengenezwa ili kumzuia Mheshimiwa Lissu yeye binafsi, lakini pia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hususan kampeni ya no reforms no election. Kwa hiyo kesi ni ya kisiasa, na kwa bahati mbaya hakimu anaendesha kesi hii ameonyesha bayana hasa leo ameelemea upande gani. Kwa hiyo haki katika mazingira ya kawaida ni vigumu kupatikana. Kwa hiyo hizi jitihada za kimataifa zinaweza kuwa na msaada mkubwa katika upatikanaji wa haki katika kesi hiyo. Je, una maoni gani kuhusiana na mwenendo wa kesi ya Mheshimiwa Lissu pamoja na hizi habari za jitihada za kimataifa? Karibu utoe comment. Asanteni na kwaheri.